Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord, saints. Bwana Yesu sifiwe, wapendwa wetu. Hallelujah. For Hallelujah. this is the day in which the Lord has Hii made. ni siku Bwana Let ameiumba. us rejoice and be glad in it. Tushukuru Hallelujah. sana. Bwana Yesu ni mwema, ni mwaminifu. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Asante Yesu. I am Elder Cosman E. Sims, Na mimi Mama Felicia Boke Sims. and we have Jesus Reigns Restoration Ministry. Ministry. Hallelujah. Hallelujah. And we're going to get right to our lesson. Tunaanza somo la leo. It'll be coming from the 7th chapter of Jeremiah. Linatoka Yeremia 7. And the title of our lesson is Kichwa cha habari Jeremiah 7. ni hivyo tu, Yeremia 7. And here Tengeneza njia zako. in this chapter, the Lord is warning his people through the prophet Jeremiah Yaani hapa Bwana anaonya watu wake kupitia mtumishi wake Yeremia about the hypocrisy of doing things in the house of God that's not pleasing unto, hallelujah, the Spirit of God. yaani mambo yalikuwa yanaendelea kwenye nyumba ya Bwana na katikati ya watakatifu katika njia ambayo haikumpendeza Bwana. We can be complacent and we can do things contrary to sound doctrine, contrary to the protocol that is supposed to be done concerning order in God's house. Watu wa Mungu tunaweza tukajikuta tunatenda mambo katika nyumba ya Bwana na katika maisha yetu kinyume na maelekezo ya Bwana. Remember, God is holy and we must be holy also. Kumbuka Bwana wetu Yesu Kristo ni mtakatifu na sisi tunapaswa kuwa watakatifu pia. For it is written, be holy for I am holy, saith the Kwa Lord. maana alishatuambia iweni watakatifu kama ambavyo mimi ni mtakatifu. But we have to be careful that we don't pervert that which is holy in God's house. Lakini inabidi tuwe waangalifu, sio tukakengeusha kile ambacho ni kitakatifu katika nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Let's begin to read the first verse. Tuanze kusoma sura hii ya Yeremia 7, mstari wa kwanza. I want you to read the first verse of Jeremiah 7:1. Mstari wa kwanza unasema, katika jina la Bwana, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, read 2. Simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili, ukisema, sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Jeremiah 7:1 and 2. The word of the Lord came to Jeremiah from the Lord, saying, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there is this word, and say, hear the word of the Lord, all ye of Judah, that enter into this gate to worship the Lord. Read 3, please. 3 unasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Verse 3, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Amen. The Lord is telling you Bwana anatuambia to amend your ways, turn away from what you're doing, turekebishe njia zetu, and keep my commandment. Obey me and keep my commandment. tumtii Bwana na kutunza amri zake. The Bible tells us not to lean to our own understanding. Biblia nasema tusitegemee tu fahamu zetu na kuelewa kwetu kibinadamu. Get wisdom, get an understanding. Tunapaswa tupate hekima na tunapata uelewa kutoka kwa Bwana. We have to amend, we have to change, make sure that we're not walking in our own way and not in the ways of the Lord. Inabidi tuenende katika njia za Bwana, tuhakikishe hivyo muda wote. So change what you're doing. Badilisha njia zako unavyoenenda. And the Lord say he will cause you to be in this place, dwell in this place. Atatuhifadhi pale tulipo. Because remember, ndani ya nyumba yake. If we sin in his sight and we'll do wickedness in his sight, God is mad with the wicked every day, and a liar will not be in his
presence. Kumbuka, tukimkwaza Bwana, sisi waongo na waovu hawatakaa mbele za Bwana siku yoyote ile. Amen. Read verse 4, please. Mstari wa 4 unasema, msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndiyo haya. Verse 4, trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. We have gotten complacent in the church. Kuna baadhi ya wateule wamejiachia kabisa katika kanisa. Not all of us. Sio wote. Remember, baadhi. The church is the body of Christ. Kumbuka, kanisa ni mwili wa Kristo. We are of his body. Amen. Sisi ni mwili wa Kristo. And upon this rock, the Lord said, I build my church, and the gates of hell should not prevail against it. Amesema katika mwamba huu atajenga kanisa na malango ya kuzimu haitaliondoa. But as the Lord remind you that your body, do you know that your body is the temple of the Holy Ghost where God dwelleth? If you defile his temple, he's going to destroy you. Bwana ameshatuambia tukinajisi hekalu lake Bwana atatuharibu. Shiloh was a place of where the Ark of the Covenant was, where, hallelujah, a place of prayer for God's people, his congregation. Shiloh ilikuwa sehemu ya ibada ya utakatifu kabisa kwa Bwana. But God destroyed. God left that place. Why? Because of wickedness. Lakini Bwana aliondoka mahali pale na paliangamia kwa sababu ya uovu. And we have to make sure that we do everything in the house of God decently and in order. Inapaswa tuhakikishe tunafanya kila jambo katika nyumba ya Bwana kwa mpangilio. Because we do not serve a God of confusion. Kwa sababu hatumtumikii Mungu wa kuchanganyikiwa. And God, when we come in and we come to, hallelujah, to come together to worship God in spirit and in truth. Tunapokuja kumwabudu Bwana katika roho na kweli. And to make sure that God's house is open as a saving station for the unsaved, for those that need the Holy Ghost. Tunahakikisha nyumba ya Bwana inakuwa wazi kwa wale wanaohitaji kuokoka na wanaohitaji Roho Mtakatifu. Amen. For Amen. The Lord said, go out into the highways and hedges and compel them to come into my house. Kwa maana Bwana alisema tuende njiani kila mahali kutafuta wale wanaotaka kuja kwa Bwana. And that ye are my witnesses and ye shall testify of me. Na kwamba sisi ni washahidi wake na tutamshuhudia yeye. To go out in all the world and preach the gospel to every creature. Tuende ulimwenguni tumeambiwa na tukahubiri kwa kila kiumbe. Baptize them in the name of the Father and of the Son and as of the Holy Ghost. Amen. That's in Jesus' name. Kuwabatiza kwa jina la Yesu. Hata kama ukisikia mtu anasema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni huyo Yesu Kristo. Amen. And giving you power, amen, over the adversary and to cast out devils and to heal the sick. Amen. Na tukapewa mamlaka dhidi ya mapepo na nguvu zote za giza na kuponya wagonjwa. Making full proof of your ministry. Kuhakikisha kile ulichoitiwa na Bwana kwenye kazi yake umekikamilisha. With due diligence. Kwa bidii yote. With a serious business. Ni kitu cha serious kabisa. Abiding in your calling. Amen. Kusimamia kazi yako uliyoitwa na Bwana. We all have a witness and a testimony. Kila mmoja wetu ana ushuhuda wa kushirikisha wengine. But so many, hallelujah, instead of being the church, they play in church. Lakini wengi badala ya kuwa ndani ya kanisa, sehemu ya kanisa, wanafanya. And God is telling us to amend our ways and the things that we're doing right now with various appreciation services. Na unaona baadhi yetu Mungu anatuambia tuache mzaha, tuache utani, Mother's Day, yasiyokuwa na maana, Father's Day, yasiyokuwa ni Biblia, siku ya wamama, siku ya wababa. All kind of celebrations don't have nothing to do about salvation. Masherehe yasiyoisha ambayo mashughuli yasiyoisha, maibada yasiyoisha ambayo hayasaidii mtu kuokolewa. That's right. God said yes. Do God say salute one another? Yes. Ndiyo, Bwana amesema tusalimiane, tupeane pongezi. Are we supposed to honor those that labor in the gospel? Yes. Tunapaswa tuheshimu wale wanaofanya kazi ya Bwana? Ndiyo. Esteem one another higher than one another? Yes. Uwekana in love.
kuheshimiana na kuinuana sisi wenyewe kwa wenyewe, kuheshimiana katika kazi ya Bwana, katika safari ya mbinguni. But we come, hallelujah, to save the lost. We come to encourage those that are lost, to seek the Lord, hallelujah, repent and be baptized in the name of Jesus for the remission, the taking away of their sins, that they will receive the Holy Ghost, because these are the last days. And hallelujah, you cannot enter or see the kingdom of God unless you're born again. Mtu hawezi kuingia mbinguni asipozaliwa mara ya pili, sawa sana Biblia inasema. But we have to make sure that we don't have a whole bunch of celebrations tuhakikishe hatuna masherehe mengi yasiyokuwa and exchanging of money in God's house. Na tuanza kupeana pesa sadaka kwenye nyumba ya Bwana. Because there was a lot of money exchanging in God's house where Jesus went into the temple with a whip. Kumbuka Bwana alienda akabomoa lile soko lililokuwa linaendelea pale kwenye hekalu ya Bwana. And he began to whip. Aliwararua na he began to chop. Aliwachapa. And he began to turn over the money changers' table. Alipindua meza zao, alivuruga kabisa kila. For he said, it is written among all nations that my Father's house is a house of prayer. Akawakumbusha na kuambia, imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya But ye have made it a den of thieves and of merchandise. Akawaonya akasema, nyinyi mmeigeuza kuwa nyumba ya wezi na wanyang'anyi. God will leave that house, Mungu ataondoka kwenye that place of worship, that church that's in a comfort zone. God will shut it down. Makanisa aliyojiachia kwa njia hiyo Mungu atayafunga. We see so many television preachers are being shut down now. Tunaona sasa hivi wahubiri wengi wa kwenye television. God is pulling the cover on their sin. Bwana anafichua dhambi zao. They have many days to repent and make it right. Wana siku za kutosha za kutubu na kurekebisha mambo yao. But these prosperity preachers and so forth that people are following and packing the house like people like priests. Utaona wamejaza makanisa na watu wao ndani ya makanisa wanawafuata wao. Following a lie, listen to a lie instead of sound doctrine. God give pastors after his own heart to preach knowledge to all of us, but they say we will not do it. Wanapewa wahubiri wanaohubiri kweli ya Mungu ya utakatifu, lakini wanakataa. And they come in and they're looking beautiful and they got their big collars and they have the crosses and they talk a lot of Jesus, but he say, why call me Lord, Lord, and do not what I say? Unaona wanakuja na manguo yao ya kifahari wachungaji wa namna hiyo, lakini we can't fool God. Msiniite Bwana Bwana na mfuati ambayo ninayoambia. And a lot of us become lip worshipers. Na wengi wetu tunakuwa tunaabudu tu kwa vinywa. We talk a lot of Jesus, but we can't live the life. Lakini hatuishi maisha ya utakatifu wala ya Ukristo. Why call me Lord, Lord, and do not what I say? And he say you worship me with your lips. Anasema mnaniabudu kwa vinywa vyenu. But your heart is far from me. Lakini mioyo yenu iko mbali nami. You want to labor for the Lord. You want to give. You giving all. You done buried a whole bunch of people. You done married a whole bunch of people. You done baptized a whole bunch of people. You served him for so many years. To hear, depart from me, you work of iniquity. I know you not. Yani kama wewe ni mtumishi wa Mungu, utakuja kushangaa. Umeombea watu wengi wamepona, umeuleta watu wengi kwa Bwana, umezika watu wengi, umetunza kanisa. Mwisho wa siku naambiwa ondoka kwangu, wewe ni mtumishi mwovu. Why, if Elder Sims after over 30 years is ministering to God's people and working in the vineyard and doing his own thing, Elder Sims, at least I preach to others and become a castaway, be lost. Hakuna kitu niko mwangalifu kama ambavyo mimi Elder Sims eti nifanye kazi ya Mungu miaka hii 30 alafu mwisho wa siku nikataliwe. Not obeying the commandments of the Lord thy God. Kutokutii neno la Bwana Mungu wetu. Not making full proof of my ministry. Kutokuhakikisha imani yetu. Not being about my Father's business of saving souls. Nisipojali nafsi za watu ziokolewe na getting caught up in a whole lot of ballet in the church. Kuanza nikamatike na mambo mengi wa kanisa wanafanya kucheza madensi ya kiajabu ajabu. We have saints that pray.
Kuna We watakatifu got saints that wanaomba, fast. We wanafunga, got saints that worship God in spirit and wanamwabudu truth. Mungu kwa roho na kweli. Wapo. But the world puts all the true saints, the true worshipers that Jesus told the Samaritan woman, hallelujah, we put us all in the same barrel and say we're Christians. No, Unaona kuna watu wanaunganisha hao wanaofuata kwa utakatifu na kwa neno la Mungu, wanaunganisha na wale waovu pamoja, kundi moja. There's a difference between a goat and a sheep. Kuna tofauti kati ya mbuzi na kondoo. There's a difference between a wheat and a tare. Kuna tofauti kati ya ngano na makapi. And God is going, hallelujah, show them a difference between Pharaoh's people and his. Na Bwana atatenganisha watu wa Farao na watu ambao sio. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah 7. Yeremia 7. Natuonya. God is tired of hypocrisy. Inaonya kanisa. Mungu amechoka na uovu unaoendelea sasa hivi. Apostle Paul say God once winked at our foolishness. He ain't winking no more. He called for every man to repent. Mungu anasema anaita kila mmoja atubu. He's a God of mercy. Anasema ameacha kuwavumilia na His mercy endure forever. Rehema zake ni za milele. In his house, God is tired of the hypocrisy. Mungu amechoka na unafiki kwenye nyumba zake. Where much is given, much is required. Tunasahau kwamba aliyepewa mengi atadaiwa. God give instruction to the man of God in each and every hallelujah ministry in the body of Christ. Mungu ametoa maelekezo katika mwili wa Kristo. Not to and so many of those that are in charge of various ministries that's supposed to be watching over the souls of God's people. Wengi wao ambao wanapaswa kutunza nafsi za watu kwenye nyumba za Bwana. They're caught up in the world. Wamekamatishwa na mambo ya kidunia. On a large scale, on a small scale, they accumulating wealth. Wanaona yani kipaumbele ni kujikusanyia utajiri kwa ajili yao wao binafsi. People are more subservient unto them than unto God. Watu wanawatetemekea wao kuliko Mungu. Here it is, you have gospel comedians coming into God's house. Eti unaona wachekeshaji wanakaribishwa kwenye nyumba za Bwana. Making a mockery of God's church and God's people. Wanafanya dhihaka kwa nyumba ya Bwana na watu wa Mungu. And nothing to edify the body of Christ with speaking the word of God, but to make a mockery. That's of the devil. Yani hiyo ni ya shetani kabisa, ni ya kipepo kukebehi neno la Bwana. That's a form of perversion in God's house. Ni ukengeufu katika nyumba ya Bwana. Our people wearing white face, black face, coming into the house of God and miming silently and doing all kind of modern dance. Watu wanaalikwa makanisani, wanafanya kucheza, wanafanya vitu vya ajabu kabisa. Where we instructed in God through God's word to make a joyful sound unto the Lord. Wakati tumeelekezwa tutoe yani sifa takatifu kwa Bwana. To shout with the voice of triumph. Yani kuita kwa ushindi, tusherekee kwa ushindi. When playing the instruments of God, to play with an understanding. Tukicheza vyombo vya to sing with an understanding. Na tuimbe kwa kuelewa kwamba tunamwimbia nani. To pray in the spirit. Kuomba katika roho. To walk in the spirit. Kutembea katika roho. Not a whole lot of miming which you just moving your mouth and nothing coming out that edifies. Sio mambo ya ajabu hapa tunayoyaona watu wana nothing that comes out of your mouth that lift up the name of Jesus or to encourage someone in the congregation that they may have hope. Hallelujah, at a testimony of victory. Yani kumtia mtu nguvu na moyo. Hallelujah. Awe na ushindi katika Bwana. Gospel comedians, gospel jazz. Ain't no gospel jazz. Hakuna eti jazz ya gospel na mambo mengine. Yani sing with psalms and hymns. Tuimbe spiritual psalms. Nyimbo za making melody in your heart as unto the Lord. Tukisifu sifa kwa Bwana. Jazz brings something else. That's worldly. Hiyo ni mambo ya kidunia, mambo ya jazz. Jazz bring about me and you, baby. Yani personal experience. Ina mambo ya kibinafsi. Mtu ain't got nothing to do with the gospel. Haihusiani na Injili. Amen. Amen. But spiritual psalms and hymns. Nyimbo za kiroho na tenzi. It's a shame that we got children, they can sing hip hop and they can sing rap, but they can't pray and they can't sing a hymn. Ni aibu sana, kuna watoto tunao
Wanaimba nyimbo za kidunia lakini hawawezi kuimba nyimbo za That Bwana. don't fall on the children, that fall on the parents, because they're supposed to be teaching them the way of the Lord. Ni makosa ya wazazi, wanapaswa kuwafundisha njia ya Bwana. Your worship, your praise, your testimony become strange fire unto the Lord if you don't amend your ways, saith thus says the Lord. Ibada yako inakuwa ni moto mgeni kama haujitunzi na ufundisho. If you don't turn from your way and turn to God's commandment and be obeyed, because the whole duty of man is to fear God and keep his commandments. Wajibu wa mwanadamu ni kumwogopa Mungu na kutii amri zake. So we're going to have church or you going to play church? Yaani tutakuwa tuna kanisa au tunafanya kwa maigizo ya kanisa. Because if you're going to play church, God going to leave you. Kama ukifanya mchezo, He don't dwell in no unclean temple, naturally or spiritually. Bwana akai nyumba ambayo sio takatifu, kimwili na kiroho. Hallelujah. Hallelujah. Read verse 5, please. Mstari wa 5 unasema, maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake. So in verse 4 he said, trust not in lying words. You know, and at the same time he said, for ye thoroughly amend your ways. Hallelujah. For if ye thoroughly amend your ways and your doings, if ye thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, if you oppress not the stranger, the fatherless, the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt, then will I cause you to dwell in this place, in the land that I give to your fathers forever and ever. I want you to read 6 from and 7. 6 and 7, 5, 6 and 7, and then I'm going to expound on that. Sawa. Tasoma 5 mpaka 7. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamuonei mgeni wala yatima wala mjane, wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Amen. If the Lord, from what I discern here, he's saying, if you can keep the golden commandments to love the Lord thy God with all your heart, all your mind, all your soul, and love your neighbor as yourself. Amen. If you can do that, ukifanya hivyo, utenda matendo hayo mema. And he says, if you don't oppress those that are strangers, mkiacha kuonea wale ambao ni wageni, if you help the strangers, if you help the fatherless, ukiwasaidia wayatima, if you help the widowers, na wajane, and that you don't shed innocent blood, God is against murder and those that shed innocent blood. Bwana hapendi wale ambao wanamwaga damu isiyokuwa na hatia. Because the blood represents life. Kwa maana damu inawakilisha. God say help the widower, help the fatherless, the orphans. Amen. Bwana anasema tusaidie mayatima na wajane, and the strangers in the street. Na wale ambao wako kwenye. Give unto those that ask of you. Give unto those in need. He said, the poor you have with you always. Tunaambiwa tuwape wahitaji. Wale wenye wahitaji tutakuwa nao muda wote, huwa wapo. If you do that, he said that he will bless. Hallelujah. He will bless you. He said that he will bless. Hallelujah. Verse 7. Then will I cause you to dwell. You're going to be able to live in the place, in the land, hallelujah, that I give your fathers forever and ever. Tutaishi kwenye ile sehemu ambayo walipewa baba zao wana wa Israeli. Amen. God gonna bless you for your kindness. Bless you for your obedience. Hallelujah.
to his word, Bwana atakubariki kwa kutii neno lake, concerning his people, kuhusiana na watu wake, concerning the church. kuhusiana na kanisa. We are a saving station. Sisi ni sehemu ya watu kuokolewa. God is one and we are one in his body, in Christ, in the church. Mungu ni mmoja na sisi ni wamoja katika yeye, katika kanisa. We have to have all things in common. Inabidi tuwe na mambo yote yanayofanana. It says the word of God say in hallelujah in Psalm 37, trust in the Lord and do good. Neno la Mungu linasema tumwamini Mungu na tutende mema, And so shall thou dwell in the land, na ndivyo tutakapoishi katika and nchi, verily thou shalt be fed. na Amen. hakika tutalishwa. God said he gonna bless you in the land, bless you in this place, bless you, hallelujah, forever and ever. Bwana tutubariki milele na milele. Heaven is forever and ever. Yaani mbinguni ni milele na milele. To those that trust in the Lord, do good, that are saved, that have been saved and sanctified, hallelujah, the way God intends for them to be. Kwa wale ambao wameokolewa jinsi ambavyo Bwana anataka wakolewe. Amen. Kulingana na neno lake. Amen. But hell is forever and ever for those, hallelujah, that are evil Jehanamu ni milele na milele kwa wale ambao ni waovu and reject the word of the Lord. na walikataa neno la Bwana. Amen. Amen. For there's a resurrection unto life eternal, and there's a resurrection unto damnation. Kuna kuokolewa kwenye ule kufufuo wa pili, na kuna kuangamia katika ufufuo. We all got to make choices. Wote inabidi tufanye maamuzi. We make choices every day, but a lot of people choose not to follow Christ. Tunafanya maamuzi kila siku, lakini kuna wale ambao wanaamua hawamfuati Yesu. And live. Tunaambiwa tufuate Yesu ili tuishi milele. Amen. For he has a book of remembrance to all those that love him. Ana kitabu cha kumbukumbu kwa wote wampendao. His eyes are on the righteous, his ears are always attentive to our prayers. Macho yake yako kwa wenye haki na masikio yake yako makini kwa maombi yao. But God is mad with the wicked every day. Lakini Mungu ana hasira na waovu kila siku. So he has a book of remembrance to all those that love him, but all those that hate God, the word of God say, love death. Wale ambao wanampenda Mungu, Mungu anawapenda na kuwajali. Wale ambao wanamchukia Bwana na neno lake, neno la Mungu nasema wameamua kupenda mauti. Read verse 8, 9 and 10. Mstari wa 8 mpaka 10. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu. Angalieni, mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua? That's 8, 9 and 10. 10. Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii itwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Hallelujah. Verse 8. Behold, ye trust in lying words that cannot profit. The Lord is talking here. He that has an ear, he that has an ear, let him hear what the Spirit has to say to the churches. Na asikie Roho wa Bwana anasema nini kwa kanisa. We talk about God's house and what we bring in God's house. It could be a sweet savor, a sacrifice well pleasing in his sight. Inaweza ikawa ni dhabihu takatifu mbele zake. Amen. As how we serve the Lord and how we apply ourselves in the house of God. Jinsi tunavyomtumikia Bwana na tukuenenda katika nyumba yake. Or it could be a curse. Au inaweza ikawa ni laana na machukizo. We can be strange fire. Tunatukaa tunamfukizia moto mgeni. A sacrifice that God will not accept. Ibada na kafara na sadaka ambazo Mungu hazikubali. A sacrifice of Cain. Yaani ni sawasawa na ile kafara ya Kaini. Esau I love, but Jacob have I hated. Esau nilimpenda, Yakobo nilimpenda, Esau nilimchukia. So we have to be careful. Inabidi tuangalifu sana. Try the Spirit, by the Spirit, and see if it be of God. Yaani tujaribu roho na tukatae roho, tupambanue roho tuone kama ziko kwa Bwana. If you're in a place where the pastor is a crook, a liar, and a thief, get out of there. Leave that place. Kama uko katika kanisa
ambapo mchungaji ni muovu, ni mwizi, mchungaji ni kupenda pesa, kupenda mali, kupenda tu miujiza na hakemei utakatifu, toka hapo. God do Toka not want you to be a partaker of another man's sin. Bwana hataki uwe unashiriki dhambi ya mwingine. You don't have. You can pray to God and ask God for direction on where to go, and I recommend that anything that comes up, anything that occur, that you should always ask of God what to do. Ukimuomba Bwana akuoneshe ni wapi ukaabudu, ninakuhakikishia Bwana atakuelekeza na atakupa maelekezo nini cha kufanya. Ninakuhakikishia kabisa kwa hili. And the Holy Ghost will lead you and guide you in all truth. Na Roho Mtakatifu atakuongoza katika kweli yote. But the word of God say, if you know a sin, lakini neno la Bwana linasema ukijua dhambi, if you know a sin, then you know what? Sin is of the devil. Ukijua jambo fulani ni dhambi, yule dhambi ni za Bwana. We got plenty of Bible here that talks about the fruit of the Spirit. Kuna Biblia nyingi sana zinaongelea matunda and talk about those things which are carnal in God's sight. Na yale ambayo ni yani ya kimwili katika neno la Bwana, katika dunia, katika macho ya Bwana. So if you study in your Bible, lakini hivyo kama unasoma Biblia yako, if you hid the word in your heart that you might not sin against the Lord, kama unaficha neno la Bwana ndani yako usimtende dhambi, if you're walking in truth, kama unatembea katika kweli, walking in the Holy Ghost, the Spirit of God, Mtakatifu kwa Roho wa Bwana, you'll know that you have to separate yourself from them that are disorderly. Utajua kabisa unapaswa kujitenganisha na wale ambao wanaenenda sio kwa utaratibu. If that pastor is not, he think more about your wallet, kama yule mchungaji anajali zaidi mfuko wako, pesa yako, than your soul, kuliko nafsi yako, because he sent pastors to give knowledge and to watch after your soul, under shepherd, angel of the house that's going to take care of his people. Kwa maana amesema atatupatia wachungaji wataujali uzima na nafsi za watu wake. But we have false teachers, false apostles, and false pastors out here. Lakini siku hizi za leo tuna wachungaji wa uongo, manabii wa uongo, maaskofu wa false prophets out here. Manabii wa uongo wamejaa. That only care about themselves and their own pockets, serving the devil. Ambao wanajali wao wenyewe na mifuko yao, wanamtumikia shetani. Like the Bible warned the church, withdraw thyself. Tumeambiwa Biblia kama ilivyosema, separate yourself from that. Nao. Sanctify yourself and the God of peace will sanctify you wholly. Takase na Mungu watakaso atakutakasa kamili. But if that man of God that is not looking after your soul and not is more about the dollar, more about what is coming in the offering plate, you better, hey, it's time to, hallelujah, the word of God say, amend this situation and go somewhere where somebody is preaching sound doctrine and that's going to watch after your soul. Kama unaona haubiri utakatifu, anaachia madhambi, mapambo, uchafu, uovu, nenda mahali ambapo utahubiriwa ukisubiri kwenda mbinguni. Hapo ulipo, nakwambia usijidanganye. Hakuna mbingu ya mtu anayeabudu kwa sehemu ambayo ni chafu, najisi, au kinyume cha neno la Mungu. Huo ndio preachers that get up and preach money all the time. Money, money, money. Or you got time to embarrass God's people with what they spend at McDonald's and a whole lot of things, and don't come up here with $1. Don't come up here with $2 when you spending so much money for groceries, when you spending so much at McDonald's. Kuna wachungaji huku wanasubutu kusimama madhabahuni, ananyanyasa watu wa Mungu. Usije hapa na unatoa tu $1 wakati unaenda kununua chakula kiasi fulani. I want you to hii McDonald's. Anawatisha waumini. Here it is, a pastor gonna have a $5, a $20 line. Eti mchungaji yupo, niliona anapigisha mstari. Mnaotoa $50 line. Simameni hapa. $100 line. $100 simameni hapa. And all those that bring $100, I'm gonna bless you. God don't have no respect of person. Eti wale mnaotoa $100 nitawabariki. Kuna wachungaji wanasubutu. On the first day of the week, the word of God say, bring what God has prospered you. Tumeambiwa kwenye siku ya kwanza ya wiki tupeleke kile ambacho Bwana ametubarikia. And our tithes and our offering. Na fungu zetu za 10. Will a man rob God? Yeah, will he rob him? The word of God say in tithes and in offering. Katika zaka na sadaka. But God said, bring it unto me, bring it unto my house.
and I will pour you out a blessing that you won't be able to hold. God promised that to you. Bwana ametuahidi hayo. But we got pastors that got platinum plans, Kuna wachungaji gold plans, wana mpango wa silver plans, wa gold, platinum, silver. Sow seed to the ministry. Tuma sadaka kwa ibada, kwa huduma. Robbing and using the name of God to do it. Wanatumia neno la Bwana na neno la Mungu. They're going to bust hell wide open. Mtapasua jehanamu wazi kabisa. God rebuked the Pharisees because they did not teach the people of God, did not adhere to the word of God in their ministry and teaching them the way of God. In their hypocrisy, only thinking about their, hallelujah, their authority, hallelujah, and hiding behind the church and God's word. Mungu aliwaonya kabisa Wafarisayo kwa sababu walikataa kufanya kazi ya Bwana jinsi Mungu alivyotaka. Amen. Amen. It should not be. Haipaswi kuwa hivyo. We come to do thy will, O God. That's what the Lord said. I come in the volume of the book to do thy will, O God. Yani ninakuja mbele zako kutenda mapenzi yako, e Bwana. Lord, order my steps in your word that sin have no dominion over. Bwana, ongoza hatua zangu ili use me, Lord. Isiwe na isinishinde mimi, nitumie Not my will, Lord, but your will. Sio mapenzi yangu Bwana, bali I want to be like Jesus. Nataka kuwa kama Yesu. Hallelujah. Hallelujah. God is good. God is merciful. Yesu Kristo ni mwema. God is great. Ni mkuu sana. So in the 8th verse, he said, don't trust in lying words that cannot profit. Tunaambiwa tusiamini, mstari wa 8, maneno ya uongo yasiyoleta faida. Amen. All liars going to have their share in the lake of fire and brimstone. Waongo wote wataishia moto wa jehanamu. Will you steal? Will you murder? Will you commit adultery? The Lord is saying, and swear falsely and burn incense unto Baal. You're going to serve the devil. Are you going to serve the devil, burning incense, serving an idol God in my house? Mstari wa 9 unauliza, hivi utatenda maovu yote yaliyotamkwa hapa kwenye nyumba ya Bwana? And walk after other gods whom ye know not. Kufuata miungu mingine ambayo hatuijui. Are you going to do that? Tutafanya hivyo. Gideon say they want to kill him because he burned up and tore down the idols of Baal. Yani Bwana aliwaelekeza waangushe kabisa chochote kile cha Baali. And I believe the scriptures that they went to his father and inquired about him. Maandiko anasema walienda kwa baba yake wakauliza, nani amebomoa hizi sanamu za Baali? And Gideon's father said, will you serve Baal? Gideoni akawauliza, you going to serve the devil? Shetani, Baali? You going to fight for the devil? Mnampigania? You got so many of people of God that say they're Christians that call themselves the devil's advocate. Kuna watu wa Kristo wanasema wao ni devil advocate. Yani wao ni mawakili. You going to defend Baal? Huo. You have a conversation about anything. They say, well, let me be the devil's advocate. Why you want to be a lawyer? Why you want to defend the devil? Advocate wa shetani. Do you know who you yield your members to is whom you serve? Haujui neno linasema ambao unatoa viungo vyako kwake ndio unayemtumikia. You can't serve two masters, Jesus said. Mabwana wawili. You're going to love one and hate the other. Utampenda mmoja utamchukia mwingine. You can't serve God and mammon. Huwezi kumtumikia Mungu na mama. Your pocket, your money. Yani pesa zako. The woman they gave into the treasury. Jesus watched them in the house of God bring offering, and there was a woman that came and gave, and Jesus brought it to their attention that old woman gave 2 mites. She gave the greater of all, because she gave all that she had. Kuna yule mjane alitoa sadaka yake ni ndogo, lakini Mungu alisema yeye ametoa nyingi kuliko wote waliotoa. And you got a preacher, taking up offering, and you want you to match 100, match 200, match whatever they have, and then going to ridicule and rebuke the people before they even give unto the house of God. Tumeshaona wachungaji hapa ananyanyasa wale ambao wana sadaka ndogo, anaanza kuwasifu wale ambao wanatoa sadaka nyingi.
you got a visitor, a man of God sitting in the pulpit. He may not have $100. Kuna wakati kuna mtumishi wa Mungu ambaye hana dola 100 to match all the money that you brought to exchange that night. Kwa hiyo pesa ambayo ililetwa pale, because there's a lot of money exchanging in God's house. Wanaalika kanisa lingine, wanakuja kuchanga not fellowship, but money exchange. Wanataka mtu on appointment. Hiyo pesa. On appointment. God is tired of that. Mungu amechoka na mambo hayo. The man of God, people of God standing up there, they didn't come with $100, $200 to put in the offering. Watumishi watu wa Mungu hawakuja na mapesa yote hayo. But I want all of you up in the pulpit to come down here and put $100. Anawaambia wachungaji wote waliokaa madhabahuni, put $200. Kila mtu toeni kiasi I'll put my money up, you put yours up. Mimi nimeshatoa ya kwangu kiasi fulani, na wewe toa ya kwako kiwango kama hicho hicho. Where's the fellowship? Iko wapi ushirika? Where's the love? Iko wapi upendo na ibada? Amen. Amen. God don't want hypocrisy in his church among his saints. Bwana hapendi uovu katika kanisa lake. But they that worship him must worship him in spirit and in truth. Wale wanaomwabudu Bwana wamwabudu katika roho na kweli. So God is asking the question, will you steal? Bwana anauliza, will you murder? Utaua? Will you commit adultery? Utafanya will you swear falsely? Utaapa kwa uongo? Will you burn incense? Will you worship the devil in my house? Je, utamwabudu shetani kwenye nyumba yangu? Will you walk after gods that you don't even know? Au utafuata Mungu ambaye hata hujui? We agree with, you come to non-denominational, agreeing with all these different religions, all these different gods that people serve, where there's only one Lord. Wewe unakuta kukubaliana na one faith, na maibada mengine, one baptism, ambao one God, wakati tumepewa Mungu above all, through all, and in you all, ndani ya yote katika, that have the Holy Spirit of God, ambao wana roho, that have the Holy Ghost, ambao wenye Roho Mtakatifu, amen, sent down from heaven, waliotumwa kutoka mbinguni. Hypocrisy, uovu. God has shut that house down. Mungu atafunga, and God has shut you down too. Mungu atakufunga na wewe, atafunga huduma yako. And God leave your holy, God leave your temple, leave your body. Mungu akiacha mwili wako because of sin, hekalu yako kwa sababu ya devil coming back. Shetani anakuja vizuri kabisa. He went out into dry places, not finding any rest, but he went home. Alirudi because the Holy Ghost left. Roho Mtakatifu alikuwa ameacha. And he gonna bring some more demons, and you gonna be worse than what you ever been. Na utakuwa na hali mbaya kuliko ulivyokuwa zamani. Don't lose your ticket to glory. Usije ukapoteza tiketi yako. Hold on to the Holy Ghost. Kamatia Roho Mtakatifu vizuri. Amen. Amen. This concludes part 1 of our lesson. Hapa tunaishia sehemu ya kwanza ya somo hili. Jeremiah 7. Yeremia 7. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu.